number 30. Judges chapter number 30, verse 1 to 5. Waamuzi, kitabu ni kile cha Waamuzi, mlango ni ule wa 13 kuanzia mstari ule wa kwanza hadi ule wa 5. Kama umepata sema amen. Wana wa Israeli wakafanya tena yaliyo mabaya mbele za macho ya Bwana. Bwana akawatia katika mikono ya Wafilisti muda wa miaka 40. Palikuwa na mtu mmoja wa Sora wa jamaa ya Wandani, jina lake akiitwa Manoa, na mkewe alikuwa tasa, hakuzaa watoto. Mwandishi ni mtumishi wa Mungu Samuel, na ni kwamba hiki ni kitabu ambacho ukianza mlango ule wa kwanza, utaona ya kwamba wana wa Israeli wamefika katika nchi ambayo walikuwa wameahidiwa na Mwenyezi Mungu, nchi ya Kanaani, na wakaambiwa na Mungu ya kwamba mtakapofika huko, nendeni mkaangamize miungu yote ya Wafilisti, na pia mkaweze kuangamiza watu wote wanaokaa katika nchi yote hiyo. Miungu mkaiangamize na madhabahu yao mkaweze na kuyavunja. Lakini wana wa Israeli walipofika mahali pale, walichukua watu wa pale wakawafanya kuwa watu wao, na wakachukua ile miungu badala ya kuangamiza na madhabahu yao wakaweza kuvunja. Chapter 2 unaona malaika aliyekuwa anaongoza wana wa Israeli kutoka nchi ya utumwa akiwatokea tena, akiwaambia ya kwamba mimi niliwaambia katika ujumbe ya kwamba Mungu aliwaambia mtakapofika katika hii nchi, angamizeni watu wote mkawaue, na madhabahu yao mkayavunje, na hata pia miungu yao mkaiangamize, ili mkakae katika nchi hii katika hali ya usalama. Na nyinyi hamkusikia, mlichukua hao watu wakawa watu wenu, na madhabahu yao mkayatumia. Sasa mimi sitawafukuza mbele yenu, wao watu watakuwa kama miiba katika bavuni mwenu. Tatu hiyo ya kwamba atakuwa kama miiba katika mbavu zenu, na miungu yao kwa sababu hamkuangamiza itakuwa kama tanzi katika maisha yenu yote. Na Mungu akasikia uchungu kwa sababu ya wana wa Israeli kutokutii sauti yake na kuweza kufuata maagizo yake. Akainua Gideoni ili akaweza kupigana kwa niaba ya Israeli, akapigana na maadui wote akawaangamiza. Lakini ikawa bado shida zinaendelea. Mahali ambapo tumesoma pale chapter 13 unaona ya kwamba Mungu akiweza kutafuta njia mbadala wa kuweza kuokoa na kuweza kusaidia wana wa Israeli kutoka katika mikono ya Wafilisti. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika chapter hii ambayo tutaangalia chapter 30, chapter 40, chapter 15 and 16, zote tutashikanisha kwa haraka na nitatumia tu muda mchache. So katika hizo chapter zote ukisoma unaona historia ya Samsoni, kuzaliwa kwake hadi mwisho wake alipokufa. Na kuangalie mambo matatu yaliyochangia kuanguka kwa Samson. Mambo matatu yaliyochangia kuanguka kwa Samson. Kwa sababu Samson kama alianguka akiwa mtumishi wa Mungu, hata mimi ninaweza nikaanguka. Mambo matatu yaliyochangia kuanguka kwa Samson. Mimi nikiwa mchungaji, wewe ukiwa mshirika, unaweza haya mambo matatu yaliyoangusha Samson yanaweza yakaniangusha na yanaweza yakakuangusha. Na kwa sababu ya
kwa sababu ya vile ambavyo wewe mwenyewe utakavyojichukulia kama Mkristo mbele ya Mwenyezi Mungu. Jambo la kwanza lililosababisha kuanguka kwa Samson. Samson alikosa kujitambua yeye ni nani mbele za Mungu. Jambo la kwanza alikosa kujitambua. Ukikosa kujitambua wewe ni nani, ndugu yangu, maisha ya Ukristo yatakushinda. Ni lazima ujitambue. Samsoni yeye hakujitambua ni nani mbele ya Mwenyezi Mungu. Hakujitambua yeye ni nani katika taifa la Israeli. Samsoni hakujitambua yeye ni nani katika ufalme wa mbingu. Samsoni hakujitambua yeye ni nani katika familia ya kwao. Samsoni hakujitambua yeye ni nani katika taifa la Israeli. Samsoni alipatikana kwa njia ya utukufu wa Mwenyezi Mungu na akakosa kujielewa yeye kama Samson ni nani mbele ya Mwenyezi Mungu. Ndio maana alifikia kuanguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Soma mstari wa 1 hadi ule wa 5. Wana wa Israeli wakafanya tena yaliyo mabaya mbele za macho ya Bwana. Bwana akawatia katika mikono ya Wafilisti muda wa miaka 40. Alikuwa na mtu mmoja kwa Sora wa jamaa ya Wadani, jina lake akiitwa Manoa, na mkewe alikuwa Tasa, hakuzaa watoto. Malaika wa Bwana akamtokea yule mwanamke akamwambia, tazama, wewe sasa utasa uzae, lakini utachukua mimba, nawe utamzaa mtoto mwanamume. Mstari wa 4. Basi sasa jihadhari na kuomba, usinywe divai wala kileo, wala usile kitu kilicho najisi, kwani tazama, utachukua mimba, nawe utamzaa mtoto mwanamume, na wembe usipite juu ya kichwa chake, maana mtoto huyo atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni, naye ataanza kuwaokoa Israeli na mikono ya Wafilisti. Anamtokea mke wake Manoa na kumpatia maagizo ya Mungu na kumwambia kwamba utapata mimba na utamzaa mtoto, na huyo mtoto atakuwa mnadhiri wa Mungu, na wembe usipitie katika kichwa chake. Na akamwambia usikunywe kileo chochote kisisababishe hii mimba kutoka. Kile kingine ni kwamba hawa watu ama huyu mama yake Samson ama huyu mwanamke alikuwa ni tasa. Mungu anasema mwenyewe huyu mwanamke alikuwa ni tasa, na katika utasa wake hapo ndipo patatoka mnadhiri wa Mungu. Samsoni alipozaliwa akakosa kujielewa ya kwamba yeye ni mnadhiri wa Mungu, si mtu wa kawaida, ni mtu ambaye yuko na utukufu wa Mungu katika maisha yake. Akakosa kujielewa vizuri. Sasa katika maisha ya Wakristo ni kwamba sisi nasi Wakristo tukikosa kujielewa kama Samsoni tunafikia kuanguka, kwa sababu sisi sio watu wa kawaida. Sisi ni watu ambao ni watu wateule mbele za Bwana, tulioteuliwa na tuliotengwa kwa ajili ya jina lake Yesu Kristo. Sisi kama wale watu wengine, hatuko kama binadamu wale wengine, hatuko kama watu wa mataifa. Wakati tu ulipopokea Kristo kuwa Bwana na mkombozi wa maisha yako, uliweza kuteuliwa na ukatengwa, ukawa chombo kiteule kwa ajili ya utukufu wa Mungu, kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Na usipojielewa kama Samsoni utafikia kuanguka. Sisi tuko wanadhiri wa Bwana kwa sababu tumeteuliwa na tumetengwa kwa ajili ya kazi ya Mungu. So kila mmoja anastahili kujielewa yeye si mtu wa kawaida. Ishi maisha ambayo Mungu anayataka. Ishi maisha yale ambayo Biblia inasema. Ishi kulingana na mwelekezo wa Mwenyezi Mungu ili ukafikie kupata ushindi wa maisha haya. Namba 2, kile kilisababisha Samsoni kuanguka. Namba 2, alikosa mwelekeo. Amen. Alikosa mwelekeo. Baada ya kukosa kujitambua yeye ni nani, baada ya kukosa kujielewa yeye ni nani,
akakosa mwelekeo. Ni sawasawa na mtu anayeendesha gari. Usipojua ya kwamba uko katika barabara na hii barabara iko na magari mengi, ukikosa kuwa makini utapoteza mwelekeo, utajipata umefanya ajali kwa kutokujua. Lakini ukielewa ya kwamba hii gari ninayoendesha niko barabarani na kuna gari nyingi na kuna wengine wenda wazimu, lakini kuna gari wanaendesha na kuna walevi wengi barabarani. Ukikosa kuelewa hivyo utafanya ajali, lakini ukielewa hivyo hautafanya ajali. Safari yako utafika salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Chapter 14 verse 1 and 3. Pia Timna akaona mwanamke huko Timna, mmojawapo wa binti za Wafilisti. Kisha akapanda akawaambia baba yake na mama yake, akasema, nimemwona mwanamke huko Timna, mmojawapo wa binti za Wafilisti, basi nipatie nimwoe. Mstari wa 3. Ndipo baba yake na mama yake wakamwambia, je, hapana mwanamke hata mmoja katika ndugu zako au katika jamaa zangu zote, hata uende kumwoa mwanamke kwa hawa Wafilisti wasiotahiriwa? Samsoni akamwambia baba yake, nipatie huyo, kwa maana ananipendeza sana. Chapter 16 verse 1 to 4. Samsoni akaenda Gaza, akaona huko mwanamke kahaba, akaingia kwake. Watu wa Gaza wakaambiwa ya kwamba huyo Samsoni amekuja huku. Wakamzingira, wakamvizia usiku kucha penye lango la mji. Wakanyamaza kimya usiku kucha, wakisema, na tungoje mpaka mapambazuko, ndipo tutamuua. Mstari wa 3. Basi Samsoni akalala hata usiku wa 8, akaondoka katikati ya usiku, akaishika lango la mji na miimo yake miwili, akaing'oa pamoja na komeo lake, akajitwika mabegani, akavichukua hata kilele cha mlima ule unaokabili Hebroni. Samsoni alikosa mwelekeo. Biblia inasema akaenda Timna, akampenda mwanamke huko, na akaja akaambia wazazi wake ya kwamba nimependa mwanamke. Na ujue huyo mwanamke alikuwa ni Mfilisti, ambao Wafilisti ndio ambao wamesababisha Samsoni azaliwe akiwa mnadhiri ili akaweze kuangamiza aokoe taifa la Israeli. Sasa ameenda kuoa huko, ataua kweli ama atakuwa rafiki huko? Ameenda akakuwa kule. Biblia inasema ya kwamba alipokuwa huko, baba yake akamuuliza ya kwamba, baada ya kumpa ripoti, akamuuliza, hakuna mwanamke katika jamaa zako, katika ndugu zetu, ambao sasa umeenda kuoa huko mwanamke Mfilisti? Akasema, huyu ndiye mwanamke niliyempenda. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu mwingine katika boma yetu, katika jamaa zetu, ambao unaweza kupata mke pale. Akasema, hiyo ndio niliyempenda. Na ndio maana ndoa za leo ziko na shida. Wanaoana leo, kesho zinaisha, kwa sababu unaoa mtu kwa kumpenda uso na maumbile, lakini si kutoka ndani ya moyoni mwako. Biblia inasema Samsoni hata huyo mke hakumuoa. Ukiangalia historia inasema ya kwamba alipofikia wakati akapeleka wazazi wake kule. Biblia inasema ya kwamba walienda kukawa na shida, akawapatia kitendawili, wakakosa kukitegua. Samsoni akaenda akasikia uchungu, akaenda akaoa watu 30,000, watu ambao ni Wafilisti, na wakakaa Samsoni. Baada ya kurudi nyumbani, Biblia inasema baba yake yule msichana alikuwa na jamaa mwingine Mfilisti. Baba akampeana kwa yule Mfilisti. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Akampeana kwa yule Mfilisti. Samsoni akarudi tena kufuata mke wake. Babake akamwambia, ulipoondoka nilidhani
umemwacha, basi nikampatia mwanaume mwingine ambao walikuwa pamoja. Samsoni ndipo uchungu ukampanda, akaenda akashika mbea, akawafunganisha mikia yake na wakatia moto, wakaingia kwa ngano yote ya Wafilisti ikaungua. Ndugu zangu, wakati unaporukaruka na kwenda hapa na pale, jua ya kwamba kuna taifa ambazo Mungu azililaani, kuna ukoo ambao Mungu aliulaani. Hata ukishikana nao hakuna mahali utaenda, lazima tu utaweza kuachana naye. Hata kama ni mrembo, lazima utaachana naye. Hata kama ni handsome, awe katika boma zao walilaaniwa na Mungu, lazima utaachana naye, kwa sababu mpango wa Mungu kwa mtu wake si kukaa na mtu aliyelaaniwa. Hebu angalia unayeishi nani. Maisha ambayo unayoishi ni familia ambayo imelaaniwa ama ni familia iliyobarikiwa? Bwana Yesu asifiwe sana. Unayesema huyo ndiye mke wangu, huyo ndiye mume wangu, angalia katika boma yao, ni watu waliobarikiwa ama ni watu wanaolaaniwa? Ukileta mtu kwako na uone badala grafu ya maendeleo kupanda inafanya kushuka, jua umeleta mtu ambaye si sawa, ametoka katika boma iliyolaaniwa ukamleta kwenu. Kule kwetu tunasema ya kwamba umeoa mudegere. Angalia chapter 16, akaenda akakutana, akalala kwa mwanamke mwingine sio yule ambaye alikuwa naye, akalala akaingia kwa nyumba ya malaya, akalala pale, na baada ya kulala pale, asubuhi yake akatoka akang'oa miimo ya nyumba akaenda nayo pale town. Baada ya kufika pale akakutana na mwanamke mwingine anaoitwa nani? Delila. Mtu akikosa mwelekeo utakaa mtu akutapatapa, mara si Ukunda, mara si Mombasa, utaenda Nairobi, utaenda wapi, utatapatapa, utashika huyu uwache, utashika huyu uwache, kwa sababu ya kukosa mwelekeo wa maisha yako. Utaingia kampuni hii useme watu wanilipi vizuri, utaingia kampuni nyingine useme mdosi wangu ni mbaya, uende waajiriwe mahali useme watu ni wabaya, uende waanzishe biashara yako useme hii biashara ina faida. Shida si biashara ama kampuni ambayo umeajiriwa, shida ni wewe umepoteza mwelekeo wa maisha. Utaingia kanisa hili utoke uende lengine useme pale si kuona Mungu, uende Redeemed useme watu wa Redeemed ni wabaya, utoke uende Pefa useme Pefa ni watu wajui kusaidia, utoke uende CK utapate tape katika makanisa. Shida sio makanisa, shida ni wewe umepoteza mwelekeo wa maisha. Samsoni alitapatapa, dakika ya mwisho alikufa. Na ndipo ninasema ya kwamba mambo ambayo yalisababisha kuanguka kwa Samsoni, hata wewe yanaweza akakuangusha. Si kwamba ati wewe ni malaika, si kwamba ati neema imekutosha, si kwamba ati umeenda mbinguni na ukarudi duniani. Bado umebeba mwili wa damu na nyama, unaweza ukaanguka. Ukikosa mwelekeo wa maisha, ukikosa mwelekeo wa kiroho, nataka kukuambia ya kwamba ni kuenda unaenda, ni kuisha unaisha, kwa sababu una msimamo, na hakuna mahali ambapo watu wanaweza kusimama na wakakutolea ushuhuda kwa sababu ya ukosefu wa mwelekeo wa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Ulizo uliye naye hapo karibu, mwelekeo wako uko namna gani? Usiwe kama ule wa Samsoni. Leni ati ametoka Timna, amepata mwanamke, amelala na yeye. Ametoka hapo, akaenda wapi? Gaza, akakutana na malaya, akalala kwa nyumba yake. Mpaka Wafilisti wakaanza kusema, sasa tutamuua huyu. Samsoni asubuhi anaamka, anaenda kijiji kilicho karibu, anaenda na kukutana na Delila. Kwani mtu alikuwa na nguvu kiasi gani? Yaani usiku ukeshe na mwanamke malaya, na asubuhi
Mchana uende ushikane na mwanamke mwingine uende naye guest. Wanaume. Wazee. Halo. Yaani ulale na mwanamke usiku kucha. Na yeye ni malaya, na kazi za malaya tunazijua. Alafu asubuhi uje hapa mjini ushikane na mwanamke mwingine uende na tena naye guest mchana. Kwani unakuwa na mwana gani? Huyo mtu hebu fikiria nguvu zake zilikuwa kiasi gani? Unaweza kulinganisha na yeye? Hata sasa hivi atafuta wanaume kama huwezi ukawaona. Na tena asubuhi akafanya kazi nyingine kubwa ya kung'oa miimo ya nyumba, hiyo kazi yote na kuipeleka pale. Yaani kwanza amechokeshwa na malaya, amechoka tena kung'oa miimo ya nyumba, na sasa anaenda gesti tena na Delila. Utaona mwanamke anakesha usiku na mwanaume, anaenda tena mchana anachida na mwanamume tena, anaenda tena usiku si wewe mwanamke unaofanya hivyo, bali ni pepo aliye ndani yako ndiye anayesababisha ufanye hayo, si kwa nguvu zako. Shetani ndiye anakurecharge. Unaona kwamba uko sawa, lakini si sawa ya haki, si sawa ya kwamba mwili wako uko na nguvu, lakini ni kwamba ni mapepo yanakurecharge tena. Unajisikia kwamba uko sawa, unahitaji maombi, unahitaji kukombolewa. Samsoni kama angetambua haya, naende mbele ya Bwana amwambie ninahitaji maombi, angekombolewa na angeisha vile ambavyo aliisha. Kuna watu wengine hata kama wanaenda kanisani wataisha vibaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wataisha mbaya, wataisha kabisa. Kama sabuni ikiisha huwezi chukua ukakusanya ukaifanya sabuni tena. Yaani ataisha maisha yake ya mwili, maisha ya kiroho itakuwa imeisha. Ndugu zangu katika Kristo, kwamba Mungu akupatie mwelekeo wa maisha. Ukipata mwelekeo wa maisha utakuwa na msimamo. Ukipata mwelekeo wa maisha utakuwa mtu mwenye maendeleo. Ukipata mwelekeo wa maisha ni lazima akili yako itakuwa soba. Hata mambo mengine hutayafanya, utakuwa unaiona ikiwa takataka kwa ajili ya Ukristo ambao uko ndani yako. Namba 3. Samson alikosa kuwa msiri wa maisha yake. Samson alikosa kuwa msiri secret ya maisha. Amekosa kuwa msiri, amekosa kuwa na secret ya maisha. Hiyo ndio ilisababisha kubwa sana Samsoni kuisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 3 ni kwamba Samsoni alikosa kuwa msiri wa maisha yake. Mtumishi wa Mungu Ibrahimu alipoambiwa na Mungu, chukua huyu mtoto ukampeleke ukanitolee sadaka, hata hakuambia mke wake, ilibaki kuwa siri yake, mpaka hata mtoto mwenyewe hakuweza kujua ni nini ambacho kilikuwa kinaendelea. Aliamka asubuhi, akachukua mtoto, akachukua kuni, akachukua kila kitu na akaenda. Na alipofika karibu na ule mlima, akaambia wafanyikazi wake, bakini huku, wacheni niende na Isaka, kwa sababu kuna kazi tunaenda kufanya, na si kazi nyingine, tunaenda kumtolea Mungu wetu sadaka. Halo. Mke wake hakujua kwamba mtoto wake anaenda kutolewa sadaka. Usoma Genesis chapter 22, utaona historia pale vile Ibrahimu alivyoenda kumtoa mtoto wake sadaka, na Mungu akaweza kumwambia, kwa sababu umefanya siri ndani yangu, hautatoa mtoto wako. Chukua mwanakondoo ni huyu ukanitoe sadaka. Ndugu zangu, unastahili kuwa msiri wa maisha yako, si kwenda ukiropoka tu mambo yako. Samsoni alikosa kuwa msiri. Soma chapter 16 verse 17 and 19. Ndipo akamwambia yote yaliyokuwa moyoni mwake. Akamwambia, wembe au kupita juu ya kichwa changu kamwe, maana mimi nimekuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni mwa mama yangu. Nikinyolewa ndipo nguvu zangu zitatoka, nami nitakuwa dhaifu, nitakuwa kama wanadamu wenzangu.
18. Delila alipoona ya kuwa amemwambia yote yaliyokuwa moyoni mwake, akatuma mtu akawaita wakuu wa Wafilisti akisema, njooni huku mara hii tu, maana ameniambia yote yaliyo nayo moyoni mwake. Ndipo wakuu wa Wafilisti wakamwendea, wakachukua ile fedha mikononi mwao. Asante. Mwanaume asiyekuwa na akili, mwanaume asiyekuwa na hekima, mwanaume asiyekuwa na mwelekeo, anatoa siri zake zote, hata si kwa mke wake, ni malaya wake. Halo, siri zingine wanaume si za kuambia wanawake zetu, si za kuambia wake zetu, ni siri yako na Mungu wako. Mungu akifanya ni yake na wewe, baki kuwa ni wewe na Mungu. Si mambo yote unaenda kuropokea mke wako. Eti Mungu ameniambia hivi, eti nimeambiwa nifanye hivi. Samsoni akatoa siri zake zote alizokuwa amepewa na Mungu, akamwambia Delila ya kwamba tangu nizaliwe wewe haujawahi pita katika kichwa changu. Mimi niko mnadhiri wa Mwenyezi Mungu, na nywele zangu zikikatwa sasa ni basi nguvu zangu zitakuwa zimeisha. Mwanaume mjinga, mwanaume nini? Asiye na akili. Biblia kitabu cha Methali inawaitanga wanaume wapumbavu. Haustahili kutoa siri zako na Mungu mbele ya mtu yoyote. Kile Mungu amekwambia utende, nenda ukatende kwa siri. Unaweza kutoa hiyo siri, huyo mtu akakugeuza. Na ndio maana ukisoma Acts chapter 5 unaona ya kwamba wakati Anania alipomwambia mke wake siri alizokuwa anafanya ya kuuza shamba, mke wake akageuza, akamwambia tuchukue sehemu tufiche. Mwanaume asiye na akili. Wewe ni kwani katika ile boma, wewe mwanaume, wewe ni mtu wa Mungu, wewe ni mteule ambao Mungu amekuweka na akakupatia ile familia. Usitake kuwa mjinga kutoa siri zote zako ambao umenena na Mungu wako. Na ndio maana unaona watu wengine wanaanzisha project zao na wakihusisha wake zao zinakwama. Halo? Wacheni tuseme ya kwamba Biblia anjua tunakwenda ya kwamba ukioa mke wako 1+1 = kwani Ibrahimu na Sara mke wake ilikuwa si 1+1? Bwana Yesu asifiwe. Ibrahimu na mke wake Sarai ilikuwa si 1+1, hata ilikuwa ni 1+2. Ilikuwa ni 1+1. Lakini Ibrahimu kwa sababu ya hekima alipopatiwa ujumbe huu kwa kwamba nenda ukanitolee mtoto, ikabaki kuwa siri yake na Mungu. Hata Isaka mwenyewe hakujua. Alijua wakati analazwa chini akakuwekwa kisu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii ndio inasababisha hata watu wengine katika kanisa hawatumiki vizuri, kwa sababu ya kwamba kule nyumbani wamewekewa nini? Speed governor. Kuna mwanaume amewekewa speed governor na mke wake. Kuna mahali katika huduma huwezi ukavuka. Ukivuka nyumbani ya kulaliki, jua ya kwamba wewe si mwanaume kamili mbele ya Mwenyezi Mungu. Halo? Kwanza ukiona mtu anakupinga kufanya kazi ya Mungu, jua hiyo ni shetani. Huyo ni pepo. Unahitaji kumkemea na umwambie nitafanya upende na usipende. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu wanaume wazee, tuacheni kuwekewa speed governor ya kumtumikia Mungu na wake zetu. Ama utaenda utakaa school vibuni. Itabidi ufuate mambo ya mke wako. By the way, Biblia inasema ya kwamba chochote unachokitoa mbele za
usijue? Kwa nini tunatoanga siri zetu? Hata kama ni mke wako unampenda. Samsoni amedhalilishwa na wangapi mpaka akaanguka katika huduma? Mimi niko mchungaji, nimeoa mchungaji, hakuna discussion about my ministry. Hakuna hapo. We discuss about our family but not my ministry. Mimi ndio nimeitwa, na nikiitwa hakuwa, na yeye ndiye aliitwa, ni akiitwa si kuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ndio umeokoka. Wewe ndio umepewa kibali cha ufalme wa mbinguni. Kwa nini unauliza ushauri kwa mtu ambaye hakusaidii? Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana utumishi katika kanisa unakuwa hafifu kwa sababu ya discussion zingine ambazo niseme za ujinga tu, hazina faida katika maisha yetu. Samsoni akakosa kutumia akili, na ndipo ninasema ya kwamba yeye alikosa kutumia akili, alikosa kuwa msiri na Mungu wake. Akatoa wazi tu kwa Delila. Wewe mama, ni siri ngapi Mungu amenena na wewe na ukatoa kwa mume wako na akakwambia utafanya hiyo? Mzee, na wewe ni mara ngapi Mungu ufanye jambo na ukanena na mke wako na akakwambia utafanya hiyo? Jua anayekukataza ni pepo. Hiyo ni shetani. Amekubali kutumika na shetani kama vile Hawa alikubali kutumika na shetani shamba la Edeni. Bwana Yesu asifiwe. Yako si pale ukijiachilia kama mdomo ambao hauna speed governor, kama mdomo ambao hauna mtu, kama mdomo ambao ni watu ambao hawajaokoka. Hata ukiona mtu yuko na umbea kwa kanisa, jua ya kwamba huyo ni pepo. Amekubali shetani amtumie ili akaweze kuharibu kanisa la Kristo. Hata kwa vikundi unasikia mtu akisema mimi siendi hicho kikundi, mtu fulani pale anaongeanga haya. Yule mtu amekubali kutumika na shetani. Na ndio maana wanataka kuharibu kikundi cha Mungu. Wanataka kuharibu kikundi cha OCD. Umekuwa kichwa ngumu, umekuwa uamiliki, umekuwa mtu ambaye hata haujulikani, hauna mbele, hauna nyuma, kwa sababu wewe si msiri. Mambo yako unaenda ukiachilia tu mahali popote. Ano, jina la Bwana libarikiwe. Kuwa msiri wa mambo yako. Kuwa msiri wa familia yako. Kuwa msiri wa Ukristo wako uliopokea. Hakuna aliyekusaidia kuokoka, bali ni Mungu aliyekutafuta, na kwa njia ya Yesu Kristo ukapatikana na ukaingia katika mikono ya Mungu. Kuwa msiri na mambo ya kiungu. Amen. Samsoni kama angekuwa msiri, angenyolewa na Delila. Leo ni wangapi ambao wamenyolewa? Wewe wangapi ambao wamenyolewa? Mpaka wanaona haya kwenda kanisani kwa sababu hawakuwa wasiri wa mambo yao. Kuna mambo ya kusemezana na kuna mengine ni wewe ufanye na Mungu. Namwambia Mungu nisaidie nitoboe. Si yote. Samsoni angemalizana na Delila na aende akose kumwambia siri zake, Samsoni angemaliza vizuri. Lakini angalia mwisho wa Samsoni ulikuwa mbaya. Wakristo wengine mwisho wao utakuwa mbaya, ni kwa sababu ya kukosa kuwa msiri wa mambo yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Proverbs chapter number 4 verse 23. Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Asante. Tulinde mioyo yetu. Mahali pale pako na moyo, ndipo Mungu huweka siri zake. Huweka siri zake pale. Na unastahili kuulinda kwa sababu panatoka chemichemi. Chemichemi ni mahali ambapo panabubujika maji kila wakati. So ni kwamba unastahili kulinda huo moyo wako. Na Samsoni aliweka siri na Mungu, na Mungu akaiweka ndani ya moyo wa Samsoni. Naye Samsoni akaufungua kwa Delila. Baada ya kufungua akaisha. Wewe ukifungua siri zako, ukifungua moyo wako, ukisema eti utasaidika, ukisema mtu atakusaidia, atafanya ukumaliza.
Si watu wote wakwenda ukifungulia moyo wako. Si watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ukiambianga watu wengine mambo yako unakuta yametapakaa kote, hata kule mtaani watu wote wanajua. Kwa sababu umefungua moyo wako kwa mtu ambaye si sawa. Na ndio maana Yesu aliona haya akasema na haja zenu zijulikane Baba yenu aliye juu mbinguni. Kwa sababu yeye ndiye anajua maisha yetu. Ndiye anachunguza kwenda kwetu na kuketi kwetu. Anatujua vyema na haja zetu. Hata haja za kanisa. Si kwenda ukifungua moyo wa kanisa. Kwenda kusema esi yani iko namna hii. Esi yani iko namna hii. Jua kwamba wewe ni pepo. Wakati unapoongea negativity ya kanisa kule nje, jua ya kwamba wewe umekubali kutumika na shetani ili kuharibu kanisa la Kristo. Umekuwa Delila. Au kwa tofauti na Delila. Unapoenda ukiongea mambo ambayo hayana mbele wala nyuma huko, mambo ambayo hayafai, unaongea kule nje mambo ya kanisa, unatoa siri za kanisa kule nje, jua kwamba umekuwa kama Delila. Mwambie Mungu nisaidie. Sema Mungu nisaidie. Sema Mungu nisaidie. Niwe msiri wa maisha yangu na Ukristo wako. Bwana Yesu asifiwe.